Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa ba'd. Tunarudi katika kipindi cha pili. Kama kawaida, majina ni Abdul Wahab Karangwa, ndiye mhadhiri wenu wa leo. Leo kipindi kilichopita tumeuona kwamba dini ya Uislamu ndiyo dini ya kweli. Kwa kipindi cha leo tutakwenda kuona au tutakwenda jua sababu gani mwanadamu aumbwe, sababu gani tuko hapa, kwa sababu gani we uko hapa. Kiakili, kama nilivyotangulia katika kipindi kilichoanza, ni kwamba Mwenyezi Mungu ameumba mwanadamu akampa akili kwa kumtofautisha na viumbe vingine. La kwanza. La pili, kamupa akili kwa sababu anakwenda atampa au anamtengeneza kumpa jambo ambalo litakuwa ni zito, ambalo atastahimili kulibeba, na hilo ndiyo kumwabudu, kayo kinachoitwa ibada. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mola wake. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surati Dhariyat, anasema kwamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikumuumba mwanadamu wala jini isipokuwa kuniabudu mimi. Kwa hiyo sababu ya kuumba mwanadamu ni kumwabudu Mola wake, ni kufanya ibada. Na ibada ni jambo au ni neno kubwa ambalo limeuumba kila jambo na kila neno ambalo hulipenda Allah jalla waala, Mwenyezi Mungu akilipenda. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaabudiwa, mwanadamu anamwabudu katika kufikiria ndani ya moyo, kwa kuyasema maneno na kwa kufanya vitendo. Mwenyezi Mungu anaabudiwa unaabudu Mwenyezi Mungu katika fikiria ndani ya moyo, na maneno unayoyatamka na vitendo unavyovitenda. Ina maana lazima fikira zako, maneno yako yawe ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndiyo sababu pekee ya Mwenyezi Mungu kutupa sisi tumwabudu. Na tumeyaona kwamba sababu ni kumwabudu. La pili, kuabudu, tunamwabudu kwa hizi namna tatu: kufikiria kwa moyo, kuyatamka kwa maneno na kufanya vitendo. Hivi vyote lazima viwe Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wetu, analipenda, sharti awe anavipenda. Kama utatamka jambo Mwenyezi Mungu halipendi, basi hapo utakuwa umemuasi Mwenyezi Mungu. Ukifanya kitendo kama hakipendi Mwenyezi Mungu, yani ambacho hakipendi anachikataza, alichokikataza Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu akikifanya, basi atakuwa amemuasi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hiyo inakuwa si kumwabudu. Mwenyezi Mungu anaabudiwa kwa kuyafanya yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu. Ina maana katika uhai wetu wote lazima tuwe tunaabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Uislamu hutupa njia ya kuabudu. Ndiyo Uislamu ndiyo dini ya pekee inayotupa njia nzuri ya kuabudu, kwa sababu mwenendo wa kuabudu tunautoa kwake mwenye dini, aliyetupa ile dini ambayo tumesema kwamba ni mwenendo aliyotupa Mwenyezi Mungu. Basi uzuri wake ndiye anayetupa njia hiyo. Kwa hiyo unakuta sisi wote
kila Muislamu kutokana na tofauti za binadamu, nchi, lugha na kala na kala zao, hivyo vyote havina maana. Maana ni moja tu, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unakuta hawa watu awe ni wa wapi, wote wakifika katika kumwabudu Mwenyezi Mungu, utawakuta wote wanamwabudu sawa. Fikira zao zenyewe watafikiria vizuri, kama yani kila kutokana, sijui wewe unatoka nchi gani, sijui wewe unatoka nchi gani. Jambo la kwanza la kuonyesha kwamba dini ya Uislamu ndiyo dini ya pekee ni kwamba akili itakupa kwamba wote watafanya vitu viko sawa. Kwa hiyo ibada zote utazikuta watu wanazifanya namna moja, upendo namna moja, kutii namna moja, kuyafanya yale maamrisho yote utakuta watu wanafanya katika namna moja. Kwa hiyo jambo lililotuleta hapa, sababisha Mwenyezi Mungu atuumbe ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akituambia katika surat al-Baqara, ya ayuha alladhina amanu ittaqullah, enyi mlioamini, ittaqullah, mumuogope Mwenyezi Mungu, yani mumche Mola wenu, mumche Mwenyezi Mungu Mola wenu, warka'u ma'a raki'in. Baada ya kumcha Mwenyezi Mungu, basi mufanye rukuu, yani mumunyenyekee Mwenyezi Mungu pamoja na wale wote wanaofanya rukuu sawa. Hapa ukiwakuta Waislamu wako kwenye swala, utawakuta wote wanakwenda rukuu sawa sawa. Tofauti za mwili, tofauti za lugha, tofauti za nini, za nchi zote, lakini utakuta katika kumwabudu Mwenyezi Mungu wote wanakwenda sambamba na wafanya kitu sawa. Kwa sababu ya Mwenyezi Mungu kuwaumba ni moja. Tofauti zao ameumba, huyu ni mzungu, huyu ni mweusi, huyu ni mnini, lakini wakifika katika jambo lile lile limoja ambalo Mwenyezi Mungu kawaumba kwalo, nalo ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, utawakuta wanafanya kitu sawa. Kwa hiyo inakuelekeza kwa kukuonyesha kwamba Uislamu ndiyo dini ya pekee. Utaikuta kwamba ndiyo dini ya pekee ambayo utawakuta watu kutokana na tofauti zao, lugha zao, rangi zao, nchi zao, namna wanavyotofautiana, lakini katika kumwabudu Mwenyezi Mungu utawakuta wote wanamwabudu sawa, wote wanamwabudu kilicho, wote wanamwabudu namna moja, ambacho ni tofauti na wengine. Kwa hiyo dini utakayoikuta ambayo inafanya vitu sawa, basi utaifahamu kwamba huu ni Uislamu. Kwa hiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyosababisha aumbe kiumbe mwanadamu na kiumbe jini ni sababu moja tu, ambayo ni kumwabudu. Sasa kama hiki kiumbe mwanadamu hakumwabudu Mwenyezi Mungu, basi atakuwa ameisha haribu mambo yote, atakuwa ameisha haribu uhai wake, atakuwa ameisha haribu kwa nini ameumbwa, kwa sababu hakutekeleza sababu yake
Hebu tizama, ukimwajiri mfanyakazi ukampa vifaa vyote vya kufanya kazi na ukampa muda na kumwahidi mshahara ambao utakayomlipa na ukamwonyesha kazi ya kufanya na namna ya kufanya kazi hiyo, mwisho wa kurudi kwako ukaja ukakuta hakufanya lolote au amefanya vingine ambavyo tofauti na ulivyomwamurisha, je, huyu mfanyakazi utamfanya nini? Utamlipa? Hauwezi kumlipa. Na mwanadamu ambaye ameumbwa akawekwa hapa duniani, akapewa akili, akapewa kila kitu, akapewa afya, akapewa mwenendo ambao ni na jambo akajua na jambo ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, akakaa bila kuabudu Mwenyezi Mungu, basi huyu mtu atakuwa ameshafanikiwa. Hatopata chochote isipokuwa atapata chungu na adhabu zake Mwenyezi Mungu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu asitufikishe hapo. Kwa hiyo mwanadamu, ndugu yangu na dada yangu, wewe anayenisikiliza na ule atakayenifuata, inabidi tuyajue haya mambo ambayo ni matatu. La kwanza, inatakiwa umjue muumba ambaye ni Allah, ambaye kakuumba, kwa sababu kumjua ndiyo itamanisha wewe kumtii. Kama humjui, ina maana huwezi kumtii, kwa sababu humjui. Huwezi kupenda kitu ambacho ukifahamu, wala huwezi kuchukia kitu ambacho hukifahamu. Kwanza kabisa ni kumjua Mola, mufahamu ni nani, umtofautishe na vitu ambavyo watu binadamu wanaweza wakaleta wakamfananisha. Basi baada ya kumjua, itabidi ujue kwa sababu gani wewe uko hapa, kama tulivyo pata katika kipindi hii. Ujua kwa nini wewe uko hapa, kwa nini uko duniani, kwa nini uko hai. Kwa sababu hakuna kitu bila sababu, na sababu ya kuweko wewe na kuweko mimi ni sababu moja tu, ya kumwabudu Mola wetu. Ukiisha ifahamu, ukijua kwamba umeumbwa kwa ajili ya ibada, ukijua kwamba umeweka kwa hapa kwa ajili ya kumwabudu Mola tena pekee bila kumshirikisha, baada ya kuijua hiyo, basi itakubidi wewe uwe ni mwenye kutekeleza na kuweka kwenye vitendo. Baada ya kujua na kufahamu vizuri nani kakuumba, na kufahamu na kujua vizuri sababu gani umeumbwa, itakubidi wewe uweke kwenye vitendo. Kwa hiyo utakuja kuwa ni mja ambaye umemtii na umefahamu vizuri ni nani bosi wako, ni nani wewe kama mfanya kazi, kama mja, na ni sababu gani wewe uko hapa. Kwa hiyo unatekeleza nini atakachokifanya. Baada ya hapo utakuja kuwa mja mwema, utakuja kuyapata mazuri kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuja kukushukuru hapa duniani na atakushukuru akhera. Utakuwa umeifanyia mwanadamu kuishi katika hii dunia, anaishi kwa namna mbili. Tageti yake au tegemeo lake ni kufika mbele ya Mola wake akiwa amemridhia, na radhi hautozipata isipokuwa umetekeleza mambo yote aliyokuamrisha Mwenyezi Mungu, ambayo ni ibada, ambayo ni kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala tena pekee pasipo kumshirikisha. Kwa hiyo
ibada ni nini au ni zipi? Mwenyezi Mungu huabudiwa katika namna tatu kama tulivyosema, lakini ibada ni tofauti. Kulisema jambo zuri la kumridhisha mtu mwenzako, ndugu yako alikuwa amepata labda huzuni au amekasirika au amepata kitu tu cha kumhofisha, ukaja ukampa amani ya moyo, ukamwonyesha kwamba haya mambo hakuna shida, usijali, mambo yataisha, ukamrudisha katika fikra nzuri, ukamrudisha katika mafikirio mazuri, basi hapo umeisha muabudu Mwenyezi Mungu. Ukimpata mtu yuko njiani, kapotea, hajui upakwenda, ukamuonyesha njia, ukampa mwelekezo na mwenendo, ukamuonyesha njia ya kwenda, na labda ukamsindikiza kidogo kwa kumfikisha sehemu, hapo umemwabudu Mwenyezi Mungu. Ukimsaidia miskini katika njia zote za kusaidia, kama ni kwa maneno, kama ni kwa mavazi, kama ni chakula, kama ni cha kuvaa, au umemlipia shule au kitu chochote ambacho kimekuwa kigumu kwake, ukawa ni mwepesi wa kumsaidia, umemwabudu Mwenyezi Mungu. Fikira yako nzuri ambayo unampa mwenzako, unamfundisha katika mema, unamkataza katika mabaya, tena hapa ndiyo ibada kubwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuamrisha sisi tuyaamrishe mema, tuyakataze mabaya. Ukimuona mwenzako anapotea kwa kuyafanya mambo mabaya, wewe unakaa pale kwa kumuonyesha mambo mazuri, basi ujue kwamba hapo uko unamwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupa mwelekezo kutoka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake, katika ibada ya kuongea maneno, wewe unafikiri ulimi ni kitu chepesi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ukiwa unaamini Mola wako pekee na siku ya kiyama, uwe unayasema mambo mazuri ama hauna, ukae kimya, hautojuta. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa haya machache tutakuwa tunaendelea. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ayape baraka haya maneno na atusamehe kwa yale aliyotokea kama si mazuri, na yale mazuri yaweke katika mioyo yetu. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.